Space na tumepata changamoto kidogo mwanzo ya internet. Space ili collapse na tumerejea pia. Kwa hiyo wale ambao tuna join tunaweza tukashare link hiyo upya kwa watu kwa ajili ya kuweza kuendelea. Na huu ni mwendelezo wa space ambazo tumekuwa nazo za X Space ambazo zinalenga zaidi katika kuangazia mambo mbalimbali ya teknolojia na mambo yanayoendelea kila siku katika medani hizi za kiraia na matumizi ya dijitali. Katika mada yetu ya leo ya uandishi wa binadamu dhidi ya akili mnemba, je, wasomaji wanathamini jinsi habari inavyoandikwa au wanataka tu maudhui? Tutakuwa na wataalamu mbalimbali wa habari ambao watatupitisha katika mjadala huu kuhakikisha ya kwamba tunakwenda vizuri. Na tunafahamu wote ya kwamba hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya teknolojia kutoka enzi za zamani ambapo habari ziliandikwa kwa mkono, kuchapishwa kwa magazeti na kusambazwa kwa TV au redio. Sasa tunaona redio mtandao, podcast, na teknolojia hii ya akili mnemba inaongeza sana katika uandishi na uhariri wa habari. Ni muhimu pia katika mjadala huu tunaweza mkachangia maoni yenu au mawazo kupitia hashtag ambazo miongoni mwazo ni hashtag AI for Media Development, lakini pia hashtag nyingine tunaitumia ni hashtag AI Journalism na nyingine ni hashtag TMC na hashtag UNESCO. Kwa ajili ya kufungua mjadala wetu na kuweza kutupa matarajio ya mjadala, ninamwalika Anwar Omar Said, TMC Technology and Capacity Building Officer, kwa ajili ya kuweza kuzungumza na kuweza kutupatia maneno ya ufunguzi kwa ajili ya session hii. Anwar, karibu. Ya, wakati Anwari anakuja kwa ajili ya kuzungumza, tunao speakers wetu ambao baadhi wamekwisha join. Mtente, unanipata vyema? Ya, nakupata vizuri Robert. Nafikiri unanisikia vizuri pia. Ya, nakusikia vizuri. Basi ngoja tumkaribishe Anwari then tutaendelea. Asante kaka Robert kwa utambulisho huo. Habari za jioni ndugu zangu washiriki, ndugu washiriki, natumai mko salama na mnaendelea vyema. Kwanza kabisa nadhani ni jambo kubwa kwamba sote tupo hapa kwenye mjadala huu katika muendelezo wa spaces za TMC kujadili mada muhimu inayohusu uandishi wa kibinadamu baadhi za akili mnemba. Je, wasomaji wanathamini jinsi habari ilivyoandikwa au wanataka tu maudhui? Sasa kwa niaba ya TMC na washirika wetu ningependa kuwakaribisha nyote katika space hii na pia tunashukuru kwa uwepo wenu na tunathamini vile vile muda na mchango wenu katika mjadala huu ambao unagusa tasnia ya habari moja kwa moja. Sasa malengo ya mjadala, nadhani katika dunia sasa teknolojia ya akili mnemba imebadilisha sekta nyingi sana, ikiwemo hii ambayo tunaijadili leo, uandishi wa habari. Katika utafiti wetu ambao tulifanya pamoja na UNESCO ilionyesha kuwa AI imeleta faida nyingi sana katika kuongeza kasi ya ukusanyaji wa taarifa, pili kusaidia katika uchambuzi wa data na hata pia kusaidia waandishi katika kuboresha kazi zao. Lakini pia changamoto hazikosi. Kuna changamoto kubwa zinazojitokeza ikiwa ni pamoja na kupoteza ule ubunifu wa kibinadamu, uwezekano wa habari kupotoshwa, na pia swala kubwa la maadili limekuwa likitajwa sana kwenye hili, na hapa mara nyingi ni kwenye issue za uwajibikaji wa taarifa ambazo zinatengenezwa na hizi akili mnemba. Kwa hiyo ningependa tu leo tunapo discuss hapa tujiulize tu maswali kadhaa na kadhaa. Je, uandishi wa habari unapaswa kuwa kazi ya kibinadamu pekee au AI inaweza kusaidia bila kuharibu ubunifu wa kibinadamu? Ama pia wasomaji wanathamini nini zaidi? Jinsi habari ilivyoandikwa
au wao wanachohitaji tu ni kupata maudhui bila kujali nani aliyeandika. Lakini pia ni mikakati gani inaweza kuwekwa ili kuhakikisha kwamba matumizi ya akili mnemba katika uandishi wa habari yanazingatia weledi na maadili ya taaluma hii. Sasa natarajia katika mjadala huu tutasikia mawazo na uzoefu wa wataalamu hawa ambao wametajwa na kaka Robert katika kuhusu mabadiliko haya makubwa ya kiteknolojia. Sasa tunataka kuchambua kwa kina mbinu za uandishi wa habari za kuwepo zamani, jinsi teknolojia inavyobadilisha uandishi wa leo, na je, tunapoelekea ni wapi kama sekta ya habari. Hivyo basi kwa machache hayo, mimi narudisha nafasi kwa mwongozaji wetu ndugu Robert S. Majige ili aendelee na mjadala huu. Asanteni sana na karibuni. Asante sana. Asante sana Anwar kwa utangulizi huo na kutoa mzungumzaji wa 4. Na mzungumzaji wa kwanza tunaye Jane Shusha, ambaye Jane Shusha yeye amekuwa ni afisa mwandamizi wa mawasiliano ya kidijitali akifanya kazi na Twaweza East Africa, na ana uzoefu wa zaidi ya miaka 9 katika sekta ya mawasiliano ya kidijitali. Lakini pia ni msomi wa shahada ya mawasiliano ya umma na amejitolea katika kuboresha mikakati ya mawasiliano, uhamasishaji, uundaji wa maudhui na usimamizi wa mitandao ya kijamii. Katika nafasi yake na katika shirika lisilo la kiserikali linalofanya kazi nchini Kenya, Uganda na Tanzania, ameongoza kampeni nyingi sana za ubunifu ambazo zimeongeza ushirikiano wa wananchi na uwazi katika utawala. Zaidi ya hayo, yeye pia ni mwandishi wa sehemu katika gazeti maarufu la The Citizen, na anatoa maoni na mapitio ya vitabu vinavyochochea wasomaji. Jane pia ni mpenzi wa vitabu, kahawa, lakini pia ni mpenzi wa vitu asili na anayependa kusafiri, na anavutiwa na maisha ya kijani ambapo anatunza mimea kwa upendo mkubwa. Kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya mawasiliano ya kidijitali, tunafurahi kuwa naye katika space yetu hii ya leo. Jane, karibu dakika moja kwa ajili ya kusalimia. Asante sana Robert. I hope you can hear me. Can you hear me? Jane, sikusikie, sijajua kama unanisikia vyema. Karibu kwa kujitambulisha. Well, I'm speaking, but itakuwa my internet. So maybe you can confirm kama you can hear me now. Jeni, mimi nakusikia vizuri sana. I don't know kwa Robert, mimi nakusikia vizuri sana. Hata mimi nakusikia pia Jane. Nafikiri unaweza kuendelea. Unaweza kuendelea, ninakusikia. Okay. I was confused. Niko kama hujanisikia. Asante sana Robert kwa kunitambulisha. Na nimefurahi pia kwa sehemu ya mazungumzo ya leo kwa sababu AI ama akili mnemba kwa namna moja ama nyingine inaleta mabadiliko katika sekta nyingi na hasa katika maisha ya kila siku. So nina furaha kuwa hapa. Asante. Asante kwa utambulisho huo. Tunaye pia Moses, ambaye Moses yeye ni miongoni mwa majina yanayovutia sana katika sekta ya vyombo vya habari nchini Tanzania. Amejitolea zaidi katika mawasiliano kwa kushughulikia majukumu mbalimbali, kutoka kuwa afisa wa mradi katika DW Academy hadi kuwa mwenyeji katika kipindi maarufu cha redio Joto la Asubuhi. Lakini pia ameendelea kuinua taaluma yake kwa kufuatia shahada ya uzamili katika mawasiliano ya mkakati katika Chuo Kikuu cha Aga Khan. Uzoefu wake wa miaka mingi katika kuwasiliana na kuhamasisha mabadiliko ya teknolojia
ni wa muhimu sana katika kuchagiza na kuweka masuala magumu kwa lugha rahisi, na umemfanya kuwa mtaalamu wa mawasiliano anayechochea mabadiliko na uongozi katika sekta ya habari. Anajulikana pia kwa kuunganisha hadithi mbalimbali, lakini pia ameshiriki kuhamasisha hatua za kimaendeleo hususan katika masuala ya afya kwa umma, na mchango wake umeleta shangwe katika jumuiya ya taaluma ya habari na utafiti. Karibu sana Moses kwa kujitambulisha. Asante sana Robert kwa utambulisho huo mzuri sana, lakini kabla ya kujitambulisha pia naomba niongeze Jenny ni mpige picha mzuri sana ambaye huwa anani inspire na natamani siku moja anifundishe jinsi ya kupiga picha. Na nashukuru, nafikiri umezungumza vitu vyote vya msingi. Mimi ni mwanahabari, ninafanya kazi kwenye kituo cha redio cha EFM, lakini pia ninafanya kazi kwenye shirika la Ujerumani la kuendeleza vyombo vya habari DW Academy. Lakini nitasema wazi pia kwamba ushiriki wangu kwenye mjadala huu ninashiriki kama mwanahabari binafsi, so siwakilishi taasisi yoyote. Nafikiri ni muhimu hiyo kuisema hivyo, na niseme tu kudeclare interest. Mimi ni mwandishi ambaye ninatumia AI bila kuona aibu, ingawa ninaitumia kwa umakini pia. Asante sana Robert. Asante sana kaka. Asante sana kaka Moses. Kiukweli umetuanza kutufikirisha katika utambulisho wako kwamba unaitumia AI katika mambo makini. Tunategemea sana kujifunza kutoka kwako. Mzungumzaji mwingine tuliye naye pia tunaye Jacqueline. Jacqueline, tafadhali sana uweze kuomba kuwa speaker na uweze kuzungumza katika space hii. Tunaye Jacqueline Kuanda ambaye Jacqueline Kuanda ni mwandishi wa habari kutoka The Chanzo, ambaye amepata umaarufu pia kutokana na uandishi wake wa kina na uhalisia unaogusa jamii. Mwaka 2024, kwa wale ambao hawafahamu, aliweza kushinda tuzo ya utendaji bora ya UTPC ambayo inajulikana kama tuzo ya Daudi Mwangosi kutokana na makala yake ya kipekee kuhusu matumizi ya mamlaka ya serikali katika kuhamisha watu kutoka Ngorongoro. Na tuzo hii iliyotolewa katika mkutano mkuu uliofanyika Singida ilithamini uongozi wake wa kitaaluma na uandishi unaoweka wazi masuala ya maadili na uwajibikaji katika vyombo vya habari. Jacqueline pia ni mwanachama wa Dodoma Press Club na mchango wake katika sekta ya habari umekuwa ni wa kuigwa, hususan kwa vijana wa kisasa, ikionyesha ni kwa namna gani ubunifu na uwezo wa kuleta taarifa za kweli na zenye msitizo kwa umma ni jambo ambalo linapaswa kushughulikiwa au linapaswa kutiliwa mkazo. Karibu sana Jacqueline kwa ajili ya kujitambulisha. Una dakika moja tafadhali. Jacqueline. Nafikiri Robert tumsaidie kama request yeye ananili, inawezekana hajajua mahali pa kufanya hivyo, labda umsaidie. Sawa. Jacqueline, nimekutumia hapo invitation ya kuwa speaker, kwa hiyo unaweza uka accept kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Nimekutumia invitation ya kuwa speaker, kwa hiyo unaweza uka accept na utazungumza invitation baada ya kuwa ume accept. Wakati Jacqueline akiwa ana join, tunaye mwingine ambaye ni Victor. Nafikiri tuendelee na Victor, then Jacqueline akijoin tutaendelea. Victor Maleko, yeye ni mtaalamu wa teknolojia na afisa programu katika Umoja wa Club za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC. Kwa uzoefu wake wa miaka mingi katika sekta ya habari, Victor amekuwa mstari wa mbele katika Victor Maleko, yeye ni mtaalamu amekuwa mstari wa mbele katika
ingiza teknolojia za kisasa katika usimamizi wa taarifa na usalama wa data. Ujuzi wake wa kitaaluma umemfanya kuwa kielelezo katika kuunda mikakati ya teknolojia inayosaidia vyombo vya habari kutoa taarifa sahihi zenye ubunifu na zenye uwazi. Kupitia nafasi yake katika UTPC, Victor amechangia kwa kiasi kikubwa sana katika kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika sekta ya habari na kuhakikisha kwamba maadili ya kitaaluma yanaheshimiwa. Mchango wake umekuwa ni muhimu katika kuwezesha waandishi na vyombo vya habari kutumia zana za kisasa ili kuboresha utendaji wao na kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya habari. Victor atakuwa akizungumza nasi kutokana na uzoefu wake pia na namna gani ameweza kushiriki katika masuala mbalimbali ya habari. Karibu Victor kwa ajili ya kujitambulisha. Yes, asante sana Robert, najua ninasikika vizuri. Ni wasalimu wote mlioko hapa, tutaungana na pamoja kwenye space hii. Nishukuru kwa utambulisho huu, asante kwa kukutana na Jane Shusa tena, asante kwa kukutana na Mutente na Jacqueline. Ni watu ambao nimefanya nao kazi kwa karibu sana katika tasnia ya habari kwenye maeneo mengi. Mimi niseme ukweli kwamba nina champion sana safety and security ya waandishi wa habari. Nimechampion kuanzishwa pia kwa mekanizmu ya kitaifa ya usalama kwa waandishi wa habari, digital safety trainings ambayo tumeendelea kuzifanya kwa waandishi wa habari kukuza uelewa namna ya kujilinda mtandaoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutakuwa hapa kujifunza pamoja, naamini hakuna mtaalamu kwa sababu AI is a very new thing to us. Tunajifunza pamoja na tuwasikie wengine pia wanatuambia nini katika eneo hili. Asante sana Robert. Asante sana kaka Victor kwa maneno yako hayo ya utangulizi. Nije kwa Jane ya kwamba nitakuwa na swali la uchokonozi kwako. Je, unatumia akili mnemba AI katika kazi zako? Na kama ndio, ni lini ilikuwa mara yako ya mwisho kutumia katika kazi zako? Na utakapokuwa unajibu hivyo, zamani ilizoeleka kuwa habari ziliandikwa kwa mkono au kwa kompyuta na binadamu, na wakati mwingine zilihifadhiwa kwa makini sana, na kulikuwa na watu maalum au sehemu maalum kwa ajili ya utunzaji wa habari. Je, unaona ya kwamba akili mnemba inaweza kuboresha au kuharibu uzito wa radha ya uandishi wa kibinadamu ule tuliokuwa tumeuzoea katika maandishi, na kuweza kuona kwa namna gani uandishi kwa ujumla unakuwa? Kwako Jane. Asante Robert. Kwa mara ya mwisho nimetumia akili mnemba I think maybe 2 hours. Masaa mawili yaliyopita nimetumia na natumia katika kazi ambazo nazifanya. Kama ulivyonitambulisha kwa mara ya kwanza ulisema kama nafanya kazi kwenye digital mawasiliano ya kidijitali. Kwa katika mawasiliano ya kidijitali pia AI, kwa sababu naichukulia AI kama nyenzo ya kufanyia kazi, kwa hiyo ina mchango mkubwa pia katika kazi zangu, so nimetumia so mrefu. Kwa upande wa AI hasa kwenye kuharibu ladha ya uandishi naweza kusema ina pande mbili, in a sense kwamba katika teknolojia yote ile, hata ambapo internet ilivyokuja kulikuwa kuna maswali mengi kuhusu internet na nini na namna ya kutumia. Kwa hata akili mnemba pia sasa hivi kuna maswali mengi kuhusu matumizi ya akili mnemba. Kuna watu ambao wako negative kuhusu matumizi ya AI, lakini kwa mimi naona AI ni nyenzo. Kwa hiyo inategemea na vile ambavyo unaitumia. Kwa katika uandishi AI inasaidia katika kurahisisha hasa katika upande wa kufanya tafiti na vitu kama hivyo, lakini kwenye haiwezi kumreplace binadamu, kwa sababu unapokuwa unaandika, kwa mfano sema umesoma kitabu alafu unafanya uchambuzi, unaweza kuiambia AI yes kuandikia uchambuzi, lakini ule uchambuzi ambao utaandikwa na AI utakuwa ni tofauti na ule ambao utaandikwa na binadamu, kwa sababu pale ninapokuwa nasoma kitabu kwa mfano naweza kupata ule uzoefu kutoka kwenye kitabu, lakini pia kulinganisha na maisha ya kila siku ambayo ninayaishi, lakini AI haiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo
kuna namna fulani uandishi wa AI unakosa ule kuweza kuhusiana na msomaji wako, kwa mfano audience yako, kama ni mwandishi wa labda redio ama gazeti, unaweza kukosa hicho. Kwa hiyo kwa mfano nimeweza kusoma kitabu ambacho kimeandikwa na Mjapani, leo hii nikimaliza naweza nikaweza kulinganisha kitu ambacho nimekisoma kwenye maisha ya Kitanzania, na pale ninapokuwa naandika pia nikagusia kitu nilichojifunza kutoka kwenye kitabu kwa maisha yetu ya kila siku ya Tanzania. Lakini AI haiwezi kufanya hivyo, isipokuwa AI inaweza kunisaidia katika kuangalia labda kutafiti mbalimbali kuhusu labda na nimesoma kuhusu uonevu shuleni kwa mfano. Hicho kitabu nimekisoma kinahusiana na bullying mashuleni, lakini pia kimezungumzia mental health na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimeweza kuangalia namna ambavyo sasa kwa Tanzania hichi kitabu kinahusiana vipi. Kwa hapa hata nikapokuwa nimeweza kuandika, ninaweza nikaitumia AI kunisaidia labda kufanya marekebisho, lakini pia labda kuweza kunisaidia kwa namna fulani kufanya editing kwa namna fulani, lakini sio kuifanya yenyewe ikaandika. Kwa kuharibu, upande wa kuharibu sasa, AI pia ina upotofu. Hata ukisema umetumia AI kuandika, kuna vitu ambavyo haiwezi kuwa na ukweli, na ndio maana ukishaweka input pale ikakuletea majibu, inakwambia kabisa AI inaweza kufanya makosa. Kwa hiyo hayo makosa sasa ndio mwanadamu anakuja kuyarekebisha. Kwa hiyo naamini kwamba yes, AI inaweza kuharibu, lakini pia inaweza kujenga kwa namna ambavyo tunaandika, lakini pia kwa namna ambavyo tunasambaza maandiko yetu, lakini pia namna tunawasilisha kazi zetu. Kwa kumalizia labda ni kwamba tu kama zilivyo teknolojia zingine ambazo zimepita na AI kwa sasa hivi, tunahitaji tu kuweza namna ya kutumia kwa uadilifu, lakini pia kuangalia ni kwa namna gani unaweza ukawa mwazi kwamba andiko hili limeandikwa na AI ama andiko hili limeandikwa na binadamu, kwa sababu kunapokuwa kuna uwazi inakuwa ni rahisi pia mtu kujua kwamba hili andiko maybe nilichukulia kwa namna fulani kwa sababu aliyoandika labda sio binadamu. Kwa kuna hiyo ukakasi wa kwenye misinformation hapo, lakini kwa ujumla AI ipo kutusaidia na sio kutupoteza. Asante Robert. Asante sana Jane kwa usuri huo na uchambuzi mzuri hasa kwenye matumizi ya AI. Nimeona Jacqueline ameungana nasi. Jacqueline, karibu, unaweza unmute na ukajitambulisha wakati ukimaliza tutakwenda kwa ukimaliza kujitambulisha pia unaweza ukatuambia juu ya maoni yako hususan katika AI kutumika katika uhariri wa habari na ubunifu. Kwa sababu sasa tunaona AI imetajwa kabisa ina uwezo mkubwa wa kuongeza ufanisi na ueneaji wa taarifa na kufanya kazi za kawaida kama alivyosema Jane. Lakini tunaona ya kwamba uchambuzi kama wa data, uandishi wa ubunifu na uhusiano mfano wa kihisia au uelewa wa habari ngumu na kuelewa na kuelewa matakwa au mahitaji ya jamii fulani au ya watu fulani bado imekuwa ni changamoto kwa AI, na hii inapelekea kukosa ladha kwa wasomaji kama alivyosema Jane. Je, unafikiri tunawezaje kuleta uwiano unaoonyesha ubunifu wa waandishi pamoja na faida zake katika hii teknolojia ya AI? Karibu Jane. Karibu Jacqueline, sorry. Jacqueline, karibu. Asante. Bila shaka mnanisikia? Yes. Sawa. Mimi naitwa Jacqueline Kuwanda, ni mwandishi wa habari wa The Chanzo, nipo hapa Dodoma. Na ninafurahi pia kuwa sehemu ya waandishi wa habari ambao wamepata nafasi hii ya kushiriki kwenye mjadala huu mzuri
ambao umelenga pia kutujenga sisi waandishi wa habari, lakini pia na hata walaji wetu. Nikienda moja kwa moja kwamba sasa tunawezaje kuleta uwiano ambao unaonyesha ubunifu wa waandishi pamoja na faida za kiteknolojia kwenye swala zima la AI. Mimi hapa nina mambo machache tu yafuatayo. Nadhani kwenye hili kama AI, kwamba AI inapaswa kuonekana kama zana ambayo inasaidia waandishi wa habari badala ya kuchukua nafasi yao kabisa. Tunajua kwamba hii ni teknolojia na inaweza kufanya kazi ya kurahisisha mchakato wa waandishi wa habari bila kupunguza ule tunaita kwamba ubora wa maudhui. Sasa kwenye hili lazima kama waandishi wa habari tuwe na uwiano. Pamoja na kwamba AI itafanya kazi yake, sisi kama waandishi wa habari pia tunapaswa kufanya kazi yetu kwa misingi ya kihabari ile ambayo tumekuwa tumefundishwa chuo, lakini pia katika taaluma ambapo tumeingia tumejikuta tunapata vitu vingi zaidi. Kwa mfano labda nikisema yani AI haipaswi kufanya kila kitu. Sisi waandishi wa habari tunapaswa kujishughulisha. Kwa mfano labda umeandika story yako. Unakwenda kwenye AI labda unaiambia naomba uniwekee habari hii vizuri. Sasa kuna changamoto ambayo huwa ipo, unaweza ukajikuta kwa baadhi ya sisi waandishi wa habari, ile habari ambayo mwandishi wa habari ameiweka pale, AI imemrekebishia kila kitu, imemwarilia kila kitu, anaichukua, anakwenda kuiweka jinsi ilivyo. Pale kunakuwa hakuna uwiano. Uwiano mzuri ni ule ambao kama habari yako umeipeleka AI ikafanywa kazi, na wewe kama mwandishi wa habari ni lazima uweze kuipitia ile habari yako ili uweze kujiridhisha kwamba yani taarifa hii ambayo nimeitoa AI iko vizuri, kwa sababu kuna ladha ambayo kama mwandishi wa habari ukiandika habari yako mtu akiisoma kuna ladha ambayo ya kibinadamu anaipata, kwa sababu AI ni mashine, haina ladha halisi zile za kibinadamu. Lakini nikizungumzia sehemu nyingine naweza nikasema kwamba AI ndio ina uwezo wa kutafuta, kuchambua habari nyingi kwa muda mfupi, na pia inasaidia waandishi wa habari kuweza kupata takwimu kutoka vyanzo mbalimbali ili kuweza kuleta uwiano wa mwandishi. Sasa kwenye kuleta hapa niseme uwiano, mwandishi wa habari anapaswa kuhakiki zile takwimu ambazo amezikusanya. Hapa mfano nikitolea mfano kwamba unaweza ukawa umetafuta takwimu kuhusu labda matukio ya ulawiti na ubakaji hapa nchini. AI inakuletea zile takwimu, lakini kama mwandishi wa habari unapaswa kuthibitisha zile taarifa kama ni sahihi, kwa sababu unaweza ukajikuta unatoa zile takwimu za uongo na za kupotosha umma. Mtu anaweza akasema huyu mwandishi wa habari taarifa kaipata wapi? Nami pia ni miongoni mwa waandishi wa habari ambao ninatumia AI. Naweza nikaenda AI kwamba nimetafuta taarifa sizioni, lakini nikifika pale, hebu naomba unipatie taarifa hizi, inakuletea takwimu. Unaweza ukawa unashaka na zile takwimu, utasema unaweza ukaiuliza kwamba hebu nipe uthibitisho wa hii taarifa. Mwisho wa siku utakuta inakuletea yale maandiko, yani unaweza ikakuletea linki za maandiko mengi ambayo yalikuwa yameandikwa kuhusiana na hizo takwimu ambazo uliziomba kwenye masuala mazima ya ulawiti au ubakaji. Unaweza kukutana labda na ripoti ambazo zilichapishwa, Twaweza labda walizungumzia masuala hayo, labda TAMO walizungumzia masuala hayo, LHRC pia walizungumzia masuala hayo, lakini pia TGN pia wamezungumzia masuala hayo. Kwa hiyo wewe kama mwandishi wa habari pale unakuwa unaleta uwiano. Lakini kwa haraka naona muda unaenda, naweza nikasema AI inaweza ikatoa taarifa kwa usahihi. Hapa ninazungumza kwenye masuala mazima ya ubunifu kwamba inaweza ikatoa taarifa kwa usahihi, lakini haiwezi kuleta ule ubunifu wa kibinadamu katika matumizi ya lugha, lakini pia kuna mitindo ya uandishi, namna tunavyoandika, lakini pia kuna zile mbinu za kuweza kusimulia hadithi. Kwa mfano ukiwa unafanya zile stories za kusimulia, yani habari hiyo akiandika mwandishi wa habari vizuri kabisa kwa ufasaha, mtu akiisoma anahisi kama yuko ndani ya ile story, tofauti na AI. Kwa mtu ambaye ni mwelewa anaweza akajua kwa haraka zaidi hii story iliyoandikwa, sidhani kama ni mwandishi anaweza kama ameandika kwa namna hii, kwa sababu ladha ambazo zinatumika kwenye simulizi za AI ni tofauti na ile ladha ambayo mwandishi wa habari ukiandika mtu anakuwa anapata picha kamili ya ile simulizi ama story ama makala ambayo unakuwa unaandika. Nadhani kwa mimi naweza nikaishia hapa. Asante sana Jacqueline kwa wasilisho lako hilo zuri, ya kwamba AI inapaswa kuonekana kama dhana saidizi, na nimependa zaidi uchambuzi wako ulioufanya hususani katika matumizi ya AI kwa uandishi wa habari.
Kaka Moses, tumemsikiliza Jacqueline pamoja na Jen ambao wamezungumzia juu ya mitazamo yao katika matumizi ya AI katika uandishi wa habari. Je, katika kazi zako za uandishi, wewe pia ukiwa ni mwandishi ambaye umedeclare ya kwamba unaitumia AI, unaona AI inakuza ufanisi wa utayarishaji wa habari? Na je, kuna hatari ya kupunguza ubunifu wa kibinadamu kwa watu wanaotumia AI? Karibu. Asante sana Robert. Kwangu mimi naamini AI ni rafiki wa mwandishi wa habari, ila sio mbadala wake. Nasema hivyo kwa sababu ukijaribu kuangalia global trends, hivi juzi tu tuliona huko nchini Italia kuna kampuni moja ya the print media wameandika gazeti zima kwa kutumia AI. Yani, na wameanza kufanya hivyo kwa maana ya kwamba AI ndio itakuwa inaandika kila kitu katika habari zao. Sasa ni kitu kizuri, lakini kama tusipokitumia kwa makini, tunaweza tukajikuta tunapoteza ubunifu wetu, na sisi input yetu kama binadamu inaweza ikapotea. Ingawa lazima tukubali pia hizi zana za hizi zana za AI ambazo tunazitumia, hizi tools za AI ambazo tunazitumia, zipo ambazo zina uwezo mkubwa sana. Kuna kitu kimoja ambacho wenzangu wamekisema kwamba wakati fulani taarifa ambazo zinaandikwa na AI zinakosa ile human touch, zile emotion za kibinadamu. Lakini ndugu zangu, hizi tool kama ukiziprompt vizuri, yani ukizipanga vizuri kwamba weka feelings za kibinadamu kabisa kwenye story zako, I say zinaweza zikaandika kitu chenye ambacho wewe hata unaweza usijue kama ni AI imeandika. Lakini kaka Robert, labda ni kujibu swali lako sasa, kama mimi kama mwandishi wa habari, kwangu mimi kama nilivyosema, AI ni rafiki yangu mimi kwa sababu ananisaidia vitu vingi. Leo naweza nikafanya mkutano na mtu na nikarekodi, baadaye kuja kutumia dakika 40 ninaandika neno kwa neno. Sasa hivi ninachokifanya nina summarize ndani ya sekunde chache sana. Kuna AI tool ambayo kazi yake ni kutranscribe. Una upload your audio, ndani ya sekunde 50 tayari imekupa document ya peji 2 ya yale maneno ambayo yameandikwa, na yana changamoto chache sana za kigrammar. Yani kwa asilimia kubwa accuracy ya kile ambacho yule mtu alikuwa anakizungumza uliokuwa unamrekodi ni kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo ni advantage. Yani ukiniambia leo unaniletea kifaa ambacho kitarahisishia kazi yangu, nikasema nisikitumie kwa sababu ubunifu wangu utapungua, lakini kinaniokolea muda. Badala ya kutumia masaa 3 kuandika story, leo nitatumia nusu saa kwa sababu umeniletea kifaa ambacho kitanisaidia kazi yangu. Lakini tunaweza pia tukatumia AI kuweza kutafuta data, lakini kama mwenzangu alivyosema, lazima uzifanyie fact checking. Na tukisema fact checking, yani kuthibitisha taarifa hii kama ni ya kweli ama si ya kweli, AI yenyewe zipo tool ambazo zinakusaidia kufanya fact checking, na zingine ni credible kabisa. Mfano, kuna Google fact checking, ukipata taarifa unaiweka kule, inakwambia, inakuletea vyanzo vya kuaminika kabisa vya hiyo taarifa ulikoitoa. Unaona? Lakini pia sasa hivi tunafahamu kuna kipindi fulani tulikuwa tuna struggle, una taarifa nzuri lakini unaiwasilisha vipi? Unaiandaa vipi katika namna ya kumvutia mtazamaji wako atakayeisoma kama ni presentation? Tuna AI tools ambazo unaweka taarifa zako, inakutolea PowerPoint ambazo hujawahi kuziona. Beautiful, amazing. Mimi siwezi kuacha kutumia hicho kitu kama kinanisaidia kwenye kuboresha kazi yangu, Robert. Kwa hiyo binafsi siamini kama inaua ubunifu, na zaidi sana naamini AI sasa hivi kwa waandishi wa habari inakutaka uwe mbunifu zaidi ili uteke advantage yake to the fullest. Kwa hiyo ukiwa mjanja, yani ukijua jinsi gani ya kucheza nayo, mimi naamini ubunifu wako wewe kama mwandishi wa habari, kwanza utajifunza zaidi. Tools ziko nyingi kila siku. Wale wenzetu hawalali jamani, watu ambao wanabuni hivi vitu hawalali. Kwa hiyo wanaleta vitu vipya kila siku. Kwa hiyo mimi kama nataka niwe na advantage kwenye industry, manake sitalala pia, nitakuwa najifunza kila siku jinsi ya kutumia, manake ubunifu wangu pia utaongezeka. Lakini narejea kusema kama wenzangu walivyosema,
tunahitaji umakini, fact check kama nilivyosema. Ukipewa data nenda kaziangalia ni za kweli, lakini binafsi ninazitumia na ninaona zinanipa mileage sana kwenye kazi yangu ambayo ninaifanya. Asante sana kaka Moses. Kiukweli AI kwa sasa kwenye uandishi imefanya mageuzi makubwa sana. Nilikuwa naangalia miongoni mwa ripoti au takwimu za World Bank wakionyesha namna gani hali za kazi mbalimbali zitakuwa zinaathiriwa na matumizi ya artificial intelligence, na miongoni mwa kazi ambayo ilikuwa inaonekana itaathiriwa zaidi kwa 75% kufikia 2030 zilikuwa ni kazi za uandishi. Tunazo tools hizi zinaweza zikafanya transcribe, zinaweza zikachukua minutes za kikao, zinaweza zikasummarize video, zinaweza zikafanya deep research, zinaweza zikafanya fact checking, zinaweza zikafanya sehemu kubwa sana. Sasa nimependa kitu kimoja kwamba huwezi kuacha kutumia kama inakusaidia. Baadaye utakapokuja kuzungumza utatuambia kidogo juu ya usalama hasa wa taarifa zako unapokuwa unatumia hizi AI. Kaka Victor, nije kwako. Kwa mtizamo wako wa kiteknolojia, unadhani ni vipengele gani hasa vya kiufundi ambavyo vinavyoweza kuhakikisha matumizi ya akili mnemba inatoa taarifa sahihi na ubunifu bila kupoteza ile ladha halisi ya uandishi wa kibinadamu? Kama kuna namna hapo inaweza ikafanyika. Karibu. Asante sana Robert. Asante kwa swali zuri. Asante kwa watangulizi wenzangu ambao wametoka kuzungumza hapo. Tumekuwa kuna mabishano wakati fulani tunakokaa kwenye magrupu yetu ya professional ya waandishi wa habari namna AI inavyofanya kazi, na tumekuwa tunaliangalia. Wapo ambao wanasema kwamba hii teknolojia imeingia itaua uandishi wa habari. Mimi nakataa, kwa sababu unahitaji kuwa mbunifu. Mutente ametoka kusema hapo, unahitaji kuwa mbunifu namna ya kutumia hizi tools. Tools ziko hapa kutusaidia. Na ukirudi nyuma, miaka ya nyuma huko, kabla haijaja laptop, tulikuwa tuna typewriter ambayo kazi zake zote hivi ni ubunifu. Unakuja siku zote ni kuturahisishia kazi. Watu walikuwa wanaandika kwa mkono, watu walikuwa wanachovya peni kwenye wino wanaandika, zikaja wino ambazo zina peni ndani. Watu walikuwa wanaandika kwenye magogo, zikaja hizi computer typewriters to laptop. Leo mtu anaongea kwenye simu, maandishi yanatokea kama ambavyo ameongea. Kwa hivi vyote hizi kama ambavyo wamesema Jackie na Jenny na Mutente, ni tools za kutusaidia kuboresha kazi zetu na kutufanya tuwe tunaenda na dunia hii kwa kasi ambayo dunia inakwenda. Sasa nikijibu swali lako ni kwamba vitu vya kiufundi ambavyo vinaweza vikatumika ili AI iweze kuwa na taarifa sahihi lakini isipoteze uandishi wa kibinadamu ambao ndo huu tunauita uandishi wetu wa kawaida. Mimi jambo moja naloona ni issue ya uhariri. Issue ya uhariri tunaita human in the loop approach. Yaani lazima kuwe kuna mwingiliano wa mikono ya mtu ama akili ya kibinadamu, kwa maana ya kwamba text ya ubinadamu isiondoke. Nadhani bado tuna haja ya kuwa na mhariri ambaye ana ile text ya kibinadamu kwa ajili ya kuleta ile ladha ya kibinadamu ambayo ipo. Ametoka kuongea Jackie hapo kuhusu vipindi ambavyo ama program ambazo zinaendeshwa kwenye redio. Wote tumepanda Uber hapa. Unapopanda tumetumia hizi direction kwa maana ya Google Maps. Google Maps unapoipa sauti, kuna namna inakuongoza. Anayeongea pale ni mashine inaongea, lakini ukisikiliza ina namna ambavyo ina neutralize information yake, haiji kama vile imetengenezwa kwa mfano fulani hivi. Kwa hiyo kuna vitu vya kibinadamu pia vinakosekana. Kwa hiyo unapoongelea vitu vya ubunifu ni lazima tuangalie issue ya uhariri inakaa vipi. Tunaongea fact checking, na kwa sababu AI inajifunza kila siku, inajifunza kutokana na taarifa sisi za waandishi wa habari tunazozifeed kwenye internet ama tunavyofeed kwenye mitandao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kila siku artificial intelligence inajifunza kwa sababu ya taarifa ambazo tunaziweka. Kwa hiyo mimi naona ipo namna ya artificial intelligence kuendelea kujifunza kwa kutumia backgrounds
ama stories ambazo zimetengenezwa na kina Jacqueline, zimetengenezwa na kina Mutente, ambazo sasa zina mfumo wa data nyingi ambazo zinaeleza hilo tukio lilivyo. Kwa mfano sasa hivi kuna research tuliifanya na tutaweza kuhusu sauti za waandishi. Vile vitu vilivyoko mle, sidhani kama leo AI ukiuliza itakuwa inakuambia kwamba hizi taarifa zipo. Ni kwa sababu jinsi ambavyo zinaendelea kuwa feeded kwenye internet ndivyo ambavyo artificial intelligence inajifunza. Kwa hiyo hata kama hizo taarifa zinakuwepo, bado uhariri unakuwepo pale pale. Kwa mfano sasa, umetaka hizo taarifa za masuala ya madhila leo nchini, lakini AI ikakupa taarifa za mwaka 2019 ama 2020, wakati juzi tumetoa taarifa mpya. Umeelewa? Kwa hiyo ni kazi ya muhariri kuingia na kuupdate hiyo information kwamba hii information alipoishia hapa mimi nakwenda mbele, kama ambavyo wenzangu wamesema. Kwa hiyo naangalia issue ya uhariri kama ni issue ambayo ni ya msingi sana. Nikiangalia issue ya swala lingine la uhakiki wa data kwa maana validation, ndio hicho ambacho nimeongea, lakini kutambua hisia za kibinadamu ni moja ya eneo ambalo mimi naona AI inatakiwa ni eneo la kiufundi ambalo AI inatakiwa kulitumia. Unaposema akili za binadamu, nimeongea hapa kuhusu mfano aliotoa Jacqueline kuhusu eneo ambalo tunatumia voice over tunapotaka kueleza. Unapotaka kueleza issue ya huzuni kwa mfano, do you think ukiambia AI ingize vocal ina namna ya kueleza kwamba hapa ni huzuni? Kwa sababu hilo wewe ambaye ni mwandishi unajua kabisa hapa naeleza kuhusu vifo vya watu, then naweza nikaloa my tone, alafu nikaonyesha uhusishaji wa hizo taarifa ninazo zitoa na huzuni. Kwa hiyo kutambua hisia pia ni eneo ambalo ni eneo la kiufundi ambalo AI inatakiwa ijifunze na kutumia ili kutengeneza ubunifu ambao naongea. Lakini swala la tunaliita nini, upendeleo, yani kubalance story pia, kwa sababu ukiipa tu AI balance iandike story kuhusu labda labda ni maandamano, kwamba ni riots kwenye masuala ya kisiasa, kuna namna ambavyo story ile inatakuwa kubalance upande mwingine, kwamba maana kama watu walikufa au kuna jambo liliongelewa, upande wa pili wa siasa wanasemaje. Kwa mfano juzi ambayo imetokea issue ya CCM hapa kwamba wanasema Chadema wanaenda kununua virusi. Story ile ungeipa AI andike, ingeandika upande ule kwamba niandikie story kuhusu kilichoongelewa jana, atakuandikia ile story. Lakini kwa akili ya kawaida ni kwamba ulitakiwa kubalance hiyo story, kuuliza upande wa pili waliotuhumiwa kwamba je, nyinyi upande huko mnasemaje kuhusu hicho ambacho mmeambiwa. Kwa hiyo unaona pia eneo hilo la kiufundi ni eneo pia linahitajika kuhakikisha kwamba ubunifu unakuwepo na taarifa haipotezi ile hadhi ya kibinadamu ambayo naiongelea. Na kumalizia kabisa, naweza nikasema kwa mfano juzi tulikuwa tunaongea na watu waandishi wa habari wanaofanya kazi kwenye masuala haya ya watoto, tunawatrain. Kuna namna ambavyo unatakiwa kutumia AI ili kukwepa zile kisheria ambazo umetumia picha ya mtu kwa mfano, ambayo picha inapaswa kuwa protected. Kwa hiyo ukitumia ile ikakuelezea na ile ili uitumie kukwepa ile eneo ambalo linaweza likakuletea shida, ambao pia ni ubunifu, hakisha kwamba unaweka human ubunifu, lakini pia hupotezi texture ya uandishi wa habari ambao unakusababisha pia wewe kuwa salama. Kwa hiyo kwa kifupi ningesema hayo. Asante sana Robert. Asante sana kaka Victor. Kiukweli nufaika sana na uzoefu wako katika matumizi ya teknolojia na AI. Kimsingi mfano mimi wakati naandaa wasifu wenu wote, hamna mtu ambaye nimeomba kwake au nimefikia kwake kupata wasifu. Nimetumia AI na imeweza kunionyesha walau kwa namna gani taarifa zenu ziko kwenye mitandao. Sasa nije kwa Jen. Wakati space hii ilipokuwa imepostiwa, niliweza kuwa na mjadala na niliweza kuuliza, baadhi ya watu waliweza kuuliza, waliweza kuchangia juu ya matumizi ya artificial intelligence. Je, wasomaji wanathamini jinsi habari inavyoandikwa au wanataka tu maudhui? Na miongoni mwa watu waliotoa mawazo yao walikuwa ni Isaac. Isaac alisema yeye kama msomaji anathamini sana vyote,
na anathamini kupata maudhui ya kweli, sio propaganda, maudhui iliyofanyiwa utafiti, lakini pia anathamini vile hayo maudhui inayoandikwa, the art of storytelling, how to captivate the reader's attention and to create a memorable experience. Na katika maswali yangu niliyomuuliza zaidi, akasema anapendelea zaidi maudhui yaliyoandikwa na binadamu, hasa kwa sababu ya originality na kuconnect na audience on emotional level. Lakini anasema japokuwa AI inaweza kutumika kama tu kureduce yale makosa ya kibinadamu na kuweza kuongeza ufanisi. Sasa kwa mtizamo wako, je, wasomaji wanathamini jinsi habari zinavyoandikwa kwa ustadi au wanategemea tu maudhui yaliyokusanywa na teknolojia saidizi, mfano artificial intelligence? Karibu kwa kifupi uweze kuzungumza katika hilo. Jen, wasomaji wengi. Unaweza kuendelea. Nadhani wasomaji wengi. Okay. Sawa. So nadhani wasomaji wengi wanathamini zaidi namna ambavyo. Jen, naona amekuwa listen hapo chini. I don't know nini kimetokea, labda umcheki tena. No, I'm still here. Jen, unasikika? Unaweza kuendelea, unaweza kuendelea. Okay. Sawa. So wasomaji nadhani mimi pia kama msomaji naposoma kitu ama naposoma habari ama nasoma kitabu, na kusoma kitu ambacho kimeandikwa kwa ustadi, yani kimeandikwa vizuri, kina mtiririko vizuri, lakini pia kuna ile sauti ya mwandishi ambayo ukiwa unasoma kazi iliyoandikwa vizuri unaweza kuipata, yani ile ladha ya mwandishi. Kuna waandishi ambao wana namna wanatumia maneno yao yanakufanya uweze kushawishika na kile ambacho anakuambia, lakini pia namna ambavyo wanaweza kuhusisha uandishi wao na maisha ya kila siku ya watu. Nadhani pia kama ambavyo mimi nadhani pia wasomaji wengine watapenda kusoma kitu ambacho kinaeleweka, lakini pia kinaaminika, kwamba ninaposoma hiki nikilinganisha na vitu ambavyo kweli nilivyoona na kweli ndani yake. Namna ambavyo maisha yanabadilika kwa sasa hivi, kwa hiyo na access habari kwa namna tofauti na vile ilivyokuwa mara ya kwanza, kwamba watu wanataka ile attention span pia imepungua, kwamba mtu anataka kusoma fasta angalie, yani wanataka summaries, mtu hataki kusoma kitu kirefu. So kuna hiyo pia. Kwa kuna makundi ya watu wawili, ambayo kuna mtu anataka kusoma kujua kitu gani kimetokea, kwamba haraka hichi ndio kilichotokea, lakini kuna yule ambaye anataka kwenda kwa undani zaidi, kuweza kuelewa, apate tafiti, apate muktadha wa hiyo habari anayoisoma. Kwa kuna usomaji wa aina mbili. Kwa ni kazi ya mwandishi kuweza kuhakikisha kwamba kwanza kuweza kutambua wasomaji wake ama audience yake, na akishatambua audience yake inakuwa ni rahisi yeye kujua ni namna gani anawasilisha kazi zake na ni namna gani atumie ubunifu katika kuhakikisha kwamba mtu anayempelekea hiyo habari anaweza kuiamini, lakini pia kuweza kuielewa kwa namna yake. Kwa sababu kuna mtu unampelekea habari kwenye gazeti, habari ndefu, maneno 1000, mtu hataki kusoma maneno 1000, labda anataka kusikiliza tu anataka kuona video kidogo tu. Kwa hiyo unaweza kutumia AI pia kuwasilisha habari ambayo umeitoa kwenye gazeti, lakini ukatumia video kumfikia mtu mwingine ambaye yeye anataka kujua kwa ufupi kitu gani kimetokea. Kwa nadhani kama waandishi tunahitaji kuelewa audience ambayo tunaiandikia, na tukielewa audience yetu itakuwa ni vizuri, itakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya kazi zetu na kuwafia watu. Kama ni umetumia AI ama umetumia kwa kuandika mwenyewe, lakini cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unachokiandika kinaaminika, lakini pia kinaweza kumfanya mtu. Kwa unaandika kitu ama unapokuwa unamfikia mtu, ni lazima uwe na lengo
lako ni lipi. Ukishajua mtu anayempelea hiyo taarifa yako, pia inakurahisishia kuweza kuamua ni kwa namna gani unamfikia huyo mtu. Asante Robert. Asante sana Jen. Ulichokizungumza kiukweli ni mageuzi na inaonyesha ni kwa namna gani umezungumzia issue ya summaries. Mimi mfano ni subscriber wa channel moja ya AI inaitwa Deep View, na kwa siku inatoa 5 minutes lead ya global AI insights ambazo zinazoendelea. Kwa hiyo tu kwenye hiyo Deep View mimi nataka summary tu kama mzungumzaji anavyosema. Nimependa ulivyoiweka hiyo ya kwamba kuna aina ya wazungumzaji wanaokuwa na interest ya kitu fulani na ni muhimu kuweza kuwazingatia. Nirudi kwako Moses, una kipolo cha lile swali la data. Je, uhakika wa taarifa zetu ukoje, hasa taarifa zako wewe ambaye unayetumia zaidi ya hiyo AI katika ufanyaji wako kazi? Lakini pia kwenye hizi dakika 2 utakazokuwa ukizungumzia hilo, utuambie pia uzoefu wako, ni vipengele gani vinavyohitajika hasa ili kuhakikisha uandishi wa habari unaendelea kuwa na sifa za kibinadamu na licha ya kuwa tunatumia artificial intelligence. Karibu kaka Moses. Hello, unanisikia vizuri Robert eh? Yes. Okay. Sawa. Kuna umezungumzia masuala ya usalama wa taarifa za watumiaji wa AI, hasa waandishi wa habari. Nafikiri swali lako la kwanza ni hilo. Lazima tufahamu AI kama kampuni zingine zozote, ama kama teknolojia yoyote ya kiteknolojia ina collect data zetu. Lazima kuna hicho kitu lazima tufahamu. Kuna mifumo mingi inakusanya taarifa zako, unachokisema, vile ambavyo unavyochat nao, vile ambavyo unaviulizia mara nyingi, na hata hizi Google search ambazo tunazitumia, mitandao ya kijamii yenyewe tunayotumia, yote ina collect information, na at the end of the day wengi wanakwenda wanauza kwa makampuni ambayo yanafanya biashara. Kwa hiyo waandishi wa habari ambao wanatumia AI wanapaswa kuwa makini pia kuona taarifa gani ambazo wanazitumia kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Kwa mfano, shirika ambayo mimi ninafanyia kazi, tuna sera ya kutokuweka document yoyote ya taasisi kwenye kitu kama ChatGPT. Kwa mfano, let's say nina ripoti ya mradi wangu, labda ninataka summary. Sera ya taasisi yetu inasema hapana, hauruhusiwi kuweka ripoti zetu, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo ni vya siri vya shirika na sio it's not for public consumption. Kwa sababu tufahamu pia hizi AI ni machine, it's a learning machine. Unavyozipa taarifa ndo zinajifunza. Kwa hiyo hauwezi jua zina collect taarifa ambazo hazikupaswa wakati fulani kwenda public, zenyewe zinakuwa nazo kwa matumizi ambayo unaweza hata usielewe ni kitu gani ambacho wanakuja kufanyia. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na tahadhari. Kuna mambo mengi ya msingi ya kufanya kwa ajili ya data security, data safety, kuepuka kutumia AI ambazo haujui nani amezitengeneza, haujui zina maudhui gani. Labda kuna zingine ambazo somehow ni credible, vitu kama Gemini za Google ama za OpenAI, lakini kuna zingine tu nyingi ziko kwenye Play Store, zipo kwenye zina applications za online. Tunapaswa kuwa makini na kuweza kuepuka hizo unsolicited tunasema tools ambazo ili tuwe salama pia mtandaoni. Sasa kurudi kwenye swali lako la pili Robert, ambalo kama sikosei uliuliza namna gani ambavyo tunaweza tukahakikisha habari zinaendelea kuwa na mivuto ya kibinadamu kama sikosei. Hebu nikumbushe tena. Yes. Jeni amezungumza sana kwamba lazima tuhakikishe tunaweka human element kwenye taarifa ambazo tunaziweka. Na wewe ambaye tayari umeanza kuandika taarifa yako, wewe ndiye ambaye umehoji sources. Wewe ambaye ndio umezungumza na source, umeona source ana emotion gani wakati anashare taarifa na wewe. Wakati unaipa AI kusaidie kuweka mambo fulani sawa, lazima uhariri na lazima uweke the human element katika kile ambacho yule source wako amekwambia na katika ile taarifa ambayo imepewa.
lakini lazima fact check na kuhakikisha kwamba una balance pia taarifa. Tusisahau hizi AI tools pia zinamilikiwa na taasisi zenye mrengo fulani. Kwa mfano, kuna taasisi nyingi ambazo zina mlengo wa kiliberali. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu itakavyo vigenerate vitakuwa venye mrengo huo wa kiliberali. Lakini labda inawezekana wewe unaandika taarifa kwa ajili ya watu ambao wanatoka jamii ya kihafidhina. Kwa hiyo kuna umuhimu wa wewe kuleta context, kuweka context, muktadha, weka muktadha vizuri uendane na kile na audience ambao unaiandikia ama uhalisia wa jambo fulani. Hivi karibuni nilikuwa na wenzangu fulani darasani, tukawa tunazungumza baadhi ya mila za baadhi ya makabila. Kuna makabila fulani ambayo mke akipata mshahara anampa mume wake wote, alafu mume anambajetia mwanamke kwamba katika hii 800,000 yako ambao umepata mshahara, sasa 200,000 hii ya kwako kwenye matumizi na vitu kama hivyo. Nikaenda kwenye ChatGPT, nikamwambia ChatGPT nichoree picha ya mwanamke akiwa amepiga magoti anakabidhi mshahara wake kwa mume wake. ChatGPT ikakataa, ikasema no, that is gender gender stereotype, kwa hiyo siwezi kutengeneza picha kama hiyo ambayo haiendani na masuala ya gender equality. Sasa kwa mfano mimi kama nataka nifanye training, alafu nikasema nitumie picha kama hiyo, hata kama inaudhi kwa namna fulani, tayari nimeikosa, kwa sababu ChatGPT inamilikiwa na watu wenye mrengo fulani wa liberal, for example. Hawawezi kutengeneza picha kama hiyo. Kwa hiyo tunahitaji put everything that we want to put them in the context ya audience wako. Sawa. Asante sana kaka Moses, nimekukatisha kidogo. Ninakubaliana nawe kwa hilo, hususani kwenye maudhui na muktadha na hiyo changamoto ambazo zipo. Tutakapokuja kufungua nafasi kwa watu kuzungumza, kama kutakuwa kuna kitu ambacho ulikuwa hujakiweka kwenye hiyo kukimalizia, utapata nafasi ya kukizungumza. Hususan ningependa zaidi kusikia juu ya ni namna gani hasa unajiepusha na hiyo biasness ya algorithm na hizo taarifa ambazo AI zile models zimekuwa pre-trained. Nije kwako Jacqueline, unadhani katika wewe ukiwa kama mshindi wa uandishi wa tuzo bora, unadhani ya kwamba kwa sasa watu wengi wanapenda habari zilizoandikwa kwa umakini na uchambuzi wa kina, au wanahitaji tu habari fupi tu na za haraka? Na unadhani hizo habari zinakidhi matakwa yao, hususan hizo fupi? Karibu kuweza kuzungumza katika hilo. Nashukuru, asante. Hapa siwezi kusema moja kwa moja kwamba habari hizi fupi na za haraka labda kama zinakidhi mahitaji ya wasomaji, lakini mimi ninachojua ni kwamba wasomaji wana mahitaji tofauti, na hii ni kulingana na muktadha wao. Na hapa nadhani kuna makundi kama mawili hivi, alafu nitakuja kujibu huku chini. Kuna wale ambao sasa wanapendelea habari fupi na za haraka. Mara nyingi kwenye hili kundi lenyewe linapenda kupata hizi yani kama muktasari wa habari kwa haraka ili kuendelea na shughuli zao. Na mara nyingi habari hizi zinawasaidia kufahamu kilicho muhimu bila kutumia muda mwingi, yani kwa muda huo, lakini ni habari fupi na haijaenda kwa kina zaidi. Na hii ndio sababu ya unaweza kukuta kwenye mitandao ya kijamii, labda kwenye tovuti mbalimbali za habari, kuna hizo habari, yani mtu tu anaingia mtandaoni, labda anakutana, labda tuzungumzie labda mjadala ambao unaendelea kwa sasa hivi kwa Tanzania kuhusiana na masuala ya sarafu ya Tanzania ama shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo mtu akishaona tu kichwa cha habari, yeye kamaliza. Anaweza akaenda, bwana, umesikia? Nimesikia kitu fulani kuhusiana na shilingi ya Tanzania. Lakini hampi yule taarifa kiundani zaidi kwamba shilingi ya Tanzania imefanya nini. Na mara nyingi kwenye eneo hili, kwenye habari za haraka unaweza ukakuta kuna hizi taarifa nyingi za udaku. Kwa habari nyingi unakuta sio sahihi. Lakini nikienda sasa kwenye hili kundi la pili, kuna hili kundi la pili ambao watu wanapenda sana uchambuzi wa kina. Hawa ni wasomaji ambao wanatafuta uelewa wa kina kuhusu labda tukio.
na wanapenda habari zenye uchambuzi, kuwe kuna takwimu. Lakini nikitolea mfano kwenye eneo hili, labda nizungumzie labda matukio ya utekwaji ambayo yalikuwa yanatokea hapa nchini. Sasa kwenye kundi hili mara nyingi watataka kufahamu pengine sababu ya haya matukio ni nini hasa, kwa nini yatokee wakati huu, wahusika ni wakina nani, ni wangapi wamekamatwa, je, hatua zinachukuliwa, labda suluhisho lake ni nini? Kwa hiyo haya ni makundi mawili ya kama ambavyo nimeweza kuchambua hapo. Sasa nikisema labda habari fupi na za haraka zinakidhi mahitaji ya wasomaji, kwa upande mmoja zinaweza zikawasaidia wale wanaotaka taarifa kwa haraka, lakini kwa upande mwingine zinaweza kuwa hazitoshelezi kwa wale ambao wanataka kuelewa zaidi kwa kina kwenye hizo taarifa ambazo wanakuwa wanazifuatilia. Asante sana kwa mjadala wako huo na kutufikirisha juu ya makundi hayo mawili, na kama naweza nika summarize ni kwamba matumizi hasa, ulaji wa taarifa unategemea na ni nani na anataka kitu gani hasa. Je, kitu ni taarifa tu ya kawaida au ni taarifa ya kina inayohitaji uchunguzi zaidi? Nikija kwako kaka Victor, unaweza ukazungumzia ni mikakati gani mfano ya kiteknolojia inaweza ikatumiwa kuhimiza uandishi wa kibinadamu na kuhakikisha maudhui yanaheshimiwa au yanathaminiwa vyema kwa wasomaji? Wakati kwa unajibu, kama kuna mzungumzaji, kama kuna mshiriki yeyote ambaye anataka kuchangia, anataka kuuliza swali, anataka kuweka comment, anataka kuzungumza jambo juu ya huu mjadala, ni wakati ambapo unaweza ukarequest kwa ajili ya kuweza kupata nafasi ya kuzungumza, ama baada ya Victor kuzungumza nitakuwa nikikaribisha. Lakini pia kama uko sehemu ambayo uweze ukazungumza, unaweza ukareply chini katika space hii kwenye mchango wako na mawazo yako, au ile contribution utakayokuwa umeifanya tutaisoma ili iweze kusikika pia kwa wana space wengine. Karibu sana kaka Victor. Kaka Victor, karibu. Naona Victor amepata changamoto. Karibu. Tunaye miongoni mwa participant ambao wanaoshiriki katika mjadala. Sasa tunafungua mjadala wa wazi kwa washiriki wa space hii. Tunaye Odo ambaye amejoin hapa. Karibu kwa ajili ya kuzungumza. Karibu, tukiwa tunamsubiri Victor kama atapa. Tukiwa tunamsubiri Victor, Odo karibu kwa ajili ya kuzungumza na kuendelea wakati tunamsubiri Victor. Karibu. Asante, sijui ninasikika, na changamoto ya mtandao. Ndio, unasikika. Okay, shukrani sana. Nashukuru kwa nafasi. Nimefuatilia mjadala, japo kuna wakati nilikuwa na pitia changamoto ya kwamba baadhi siwasikii, lakini nilimsikia Victor alivyokuwa anazungumza, nimemsikiliza Jacqueline, nimemsikiliza Mutete, nimemsikiliza Jane. Na nimepata kujua pia kwamba hizi AI pia ziko na mirengo kama Moses alivyosema. Mimi nina maoni yangu yatakuwa matatu katika mjadala huu. Kwanza kujua jinsi kama wanathamini habari au wanataka tu maudhui. Naomba kwanza nizungumzie hilo.
kuna utofauti kati ya habari na maudhui. Maudhui ni kama ilivyo sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Maana kila kitu ni maudhui, kila kitu ni content. Manake mtu anaweza kuwa anatembea tu sokoni akachukua video, hayo ni maudhui. Na mtu anaweza kuvutiwa na barabara, maua, hayo ni maudhui. Lakini habari ni kitu ambacho mtu anatakiwa azingatie zile ethics, muundo na utaratibu mwingine. Kwa hiyo kuna raha ya mwandishi wa habari kuona maudhui akayafanya kuwa habari, lakini ni ngumu mtengeneza maudhui kuona maudhui yake yanaweza kuwa habari, kwa sababu tuko na vitu tofauti. Kwanza Robert, nilikuwa nataka kutofautisha hilo, tusichanganye kabisa habari na maudhui, ni vitu viwili tofauti. Naam. Na ndio hapo ambapo napata shida sana kuweka uwiano wa kujua kama waandishi ambao tuko katika sekta ya habari, jamii inatuchukulia sisi pia ni watengeneza maudhui, ama bado tuko katika sehemu ya kwamba sisi ni daraja kati ya wananchi na jamii, au sisi pia tuna hizo role za kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha, na sasa pia tumepewa role nyingine ya kuchechemua masuala yanayohusu masuala haki za binadamu na masuala kadhaa wa kadhaa. Kwa hiyo nafikiri wasomaji wetu wameanza kuchanganyikiwa kwa sababu ya kasi kubwa ya mabadiliko ya teknolojia. Manake sasa kumekuwa na maudhui, kumekuwa na habari. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba watu wetu, wasomaji wetu wanajua habari, wanajua wanachokitaka, wanajua wanafanya nini. Naomba nitolee mfano. Mimi ni miongoni mwa waandishi wa habari ambaye nasoma content za magazine moja ya online inaitwa The Continent. Habari yake kubwa inayoandikwa kwenye hiyo magazine, basi ni habari ambayo ina maneno 360. Yaani hiyo ndo makala kubwa. Na ni habari ndogo sana. Lakini mimi ninasoma na nimekuwa mtu ambaye sasa hivi ninatumiwa hiyo magazine kila inavyotoka. Kwa nini? Kwa sababu yani ni watu wanaandika kitu kidogo lakini kina maana kubwa. Lakini mimi kwangu ni habari, si maudhui. Na ni moja kati ya magazine ambayo imekuwa sponsored na watu wengi na wasomaji wengi wanasoma. Nataka kusema nini? Kwenye kuchagua maudhui ni wewe kujua wasomaji wako. Ni kujua aina ya watu unaowataka, ni kujua aina ya watu wanaokufuatilia. Na hii tunajuaje? Tunajua kwa kuangalia likes, clicks, muda mtu alotumia, muda mtu anaoangalia, comment za watu unaposoma taarifa habari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kwangu ninasema ndio kabisa wasomaji wetu wanathamini habari inayoandikwa. Sisi kama waandishi, maudhui ni sehemu ndogo ya kuijulisha jamii, lakini habari ni sehemu kubwa ya maisha yetu. Nilikuwa nataka kuzungumza kwanza kwa upande huo. Suala la pili, ni vizuri sana waandishi wengi na vyombo vya habari na watu wanaoisaidia sekta ya habari kujua kwamba ni lazima kama waandishi tulioko newsroom, ni lazima tulete mabadiliko katika teknolojia. Hatuwezi kukataa mabadiliko ya AI, hatuwezi kukataa mifumo mipya ya dunia inayokuja, ni lazima tuendane na hiyo kasi. Otherwise, generation inayotoka vyuoni inayotukuta sisi newsroom itatukuta tumeachwa nyuma na vitu vingi. Nilikuwa namsikia Victor anasema na Mutete pia amegusia kuhusiana na kutengeneza picha kupitia AI. Kuna watu wako newsroom hawajui kutengeneza, hawataki kujifunza kwa sababu wanaamini kwamba AI imekuja kutufanya waandishi wa habari tuwe wavivu, kitu ambacho mimi kama multimedia journalist napinga. Nasema AI imekuja kuturahisishia maisha na ni lazima tukubali. Lazima newsroom zetu zibadilike.
lazima tuone kwamba muda hautuachi mkono. Nakumbuka mimi there is a time nilisafiri kwenda nje kusoma. Nilipofika nakuta kila kitu watu wana search kwenye Google. Mimi nimesoma Dar es Salaam, ukitumia Google, yani ukiandika tu Kiingereza kizuri para mbili kwenye assignment ya mwalimu anakata, anasema umetumia Google. Lakini watu nilipokwenda nchi za watu wanatumia Google kujibu maswali. So lazima tujue mabadiliko yapo na watu wataachwa nyuma na watu washaachwa nyuma, na ndio maana kama mmegundua kuna kundi la watu fulani kwenye media industry wana click. Ukimwaza mtu ambaye anatengeneza habari za uchunguzi na ripoti masuala ya utalii, anajua kutumia teknolojia, kuna watu yani, ukimuuliza Victor kuna watu wanao kichwani, ukimuuliza Mutete kuna watu wanao kichwani. Kwa nini? Kwa sababu media zao, vyombo vyao vya habari vimekubali kuendana na mabadiliko, na huko ndo tunakotaka sisi generation ya wahariri tujao tuende huko, tuambie watu dunia iko huko. Hatuwezi kusema Robert, sorry namalizia. Hatuwezi kusema Odo, hivi. ninaomba uende kwenye hoja ya tatu. Sawa. Hoja yangu ya tatu ni kwamba maswala ya habari kuthaminiwa na kutokuthaminiwa ni jinsi chombo cha habari kinavyoweza kuwafikia wasikilizaji wake. Hapo ndipo tunapojua kwamba habari hii inathaminiwa na hii haithaminiwi. Na ni vipi tunajua? Tunajua kwa sababu ya waandishi kuwezeshwa, waandishi kufundishwa, na vyombo vya habari pia kuwa na mrengo wake maalum wa kujua wanaripoti kitu gani. Robert, asante sana, ninashukuru. Sorry, na mambo mengi ya kuzungumza. Robert, nimerudi bwana, nilipotea, sorry sana. Ni kweli na Odo, kwenye mijadala itakayokuwa inakuja, kiukweli tatamani sana kusikia kutoka kwako kuhusiana na ni namna gani hasa matumizi ya AI yana hizo implication hasa katika upande wa technical aspect. Victor, ulikuwa unapiga makofi sana Odo alipokuwa anazungumza, na nikasema sasa uzungumze wakati huo. Kama kuna mtu mwingine pia ambaye anataka kuzungumza au anataka kuchangia kitu, unaweza ukanyoosha mkono ukaomba kuzungumza na tutakupa nafasi ya kuzungumza. Kaka Victor, karibu kwa ajili ya kuzungumza hususani katika mikakati ya kiteknolojia na ulindaji wa taarifa. Kuna kwa namna gani je tunahakikisha maudhui yanaheshimiwa na yanathaminiwa vyema na wasomaji? Dada Odo ametupa hiyo distinction nzuri kati ya habari na maudhui, ambapo hizi tunaona kuna watu wengi ni content creator na watu wengi sana wanawafuatilia, tunadhani ni wanahabari, kumbe ni watengeneza maudhui. Victor, karibu. Wakati huo Collins utapata. Asante sana Robert. Nilikuwa nampigia Odo makofi kwa sababu kuna kitu anakiongea alipokuwa anafanya comparison, nikambuka kuna watu mimi nabishana nao sana. Kuna watu wanaita hizi eti habari kiandiko inaitwa fake news. Yaani inakuwaje news alafu inakuwa fake? Yaani how is it possible? Yaani inakuwa news alafu unaita fake. Kwa nini isiwe fake information? Ukiita fake information mimi nitakuelewa, lakini huwezi kuita fake news. Yaani kisha kuwa news haiwezi kuwa fake. Unless kama wewe mwandishi ameamua kufanya hiyo na labda uite ni misinformation. Ndio maana tunaita misinformation, sio haiwezi kuwa news. Yaani I don't know, nafikiri mnanielewa. Kwa hiyo nilikuwa nampigia makofi Odo kwa sababu nilikuwa amesema. Sasa tukirudi kwenye swali lako ni kwamba of course mikakati ya kiteknolojia, niseme tu kwanza kwenye ulinzi wa taarifa binafsi na ulinzi wa taarifa zetu sisi, nitumie lineno kwamba sisi wa Tanzania tuko uchi sana. Sorry kwa kutumia neno na samani kwa kulitumia neno, tuko uchi, naked, kwa maana ya kwamba taarifa zetu ziko nje sana. Ni kwa sababu hatuna utaalamu wa kuprotect data zetu wenyewe. Jamii ya Afrika wamepambana sana kuhakikisha kwamba tunapata hii Data Protection Act, which is very good, lakini kuipata ni jambo moja. Utekelezaji wa hii Data Protection Act umefikia wapi? Yaani tuko kwenye level ipi? Tuko chini sana bado ya kuelewa kwamba mimi data zangu zinatakiwa kuwa protected mtandaoni. Na kwa sababu Mutenti amesema hapa kwamba AI inajipa taarifa, tufike mahali tuhakikishe artificial intelligence ambazo tunazitumia leo Tanzania ama duniani
zinalazimishwa kuwekewa mifumo ambayo itatii kanuni ama Data Protection Act, kwa sababu bila kufanya hivyo tutakuwa uchi tu. Na sisi tulivyo wazembe tunaongea vitu sensitive sana, na simu zetu tunasahau kwamba simu zetu zinasikiliza baadhi ya maudhui. Ongea kuhusu Maldives hapa sasa hizi, nenda kafungua Instagram, pata nusu saa, ongea jibishaneni sana kuhusu beach za Miami huko. Fungua nusu saa, baada hapo nenda kwenye Instagram huko, sweet TikTok tu hapo, watakuletea hizo information. Where do they get those information? Kwa sababu sisi wenyewe we give this information out bila kujua, kwa sababu devices zetu hatuziangalii, hatusomi settings, hatufanyi chochote kinachotuongoza kwenye vitu kama hiyo, kuhakikisha kwamba data zinalindwa. Kwa hiyo mimi naona mkakati wa kiteknolojia wa kwanza na kuhakikisha kwamba kunatengenezwa mifumo maalum ambayo hizi artificial intelligence zinaendelea kulinda data zetu. Lakini cha pili ni kwamba AI ibaki kuwa ni tool ambayo inatusaidia kuchambua data, inatusaidia kutengeneza wazo, lakini vitu vingine vyote tuhakikishe waandishi wa habari tunatumia uandishi wetu wa habari kama ambavyo unatakiwa, kama ambavyo tulikuwa tunafanya awali. Itusaidie tu kuboresha maisha yetu, kufanya maisha yetu yawe haraka, ufanye vitu sawa sawa. Wakati tulikuwa tunafua kwa mkono, sasa hizi tunafua mashine. Wakati unafua kwa mashine, mimi nasoma kitabu, kwa hiyo ninatumia huo muda kufanya kitu kingine wakati hivi vitu vinaendelea. Kwa hiyo ninaona jambo la msingi. Lakini pia Odo ameongea kuhusu training. Nafikiri bado tunahitaji kuwa train waandishi wetu namna ambavyo wanaendelea kutumia hizi AI ama hizi artificial ama teknolojia kwa ujumla, kwa sababu kiukweli huko newsroom hakuna tena hawa ambao wamesoma zamani, waandishi wa habari wakongwe ndio wanakataa kabisa. Leo ukimwambia yani ambao walianza kutumia kompyuta kipindi kompyuta na kichogo, leo unawaambia eti kuna AI, anakuona ni mwandishi wa habari mzembe kabisa. Wewe unawezaje kutumia AI kufanya story? Lakini kumbe akifundishwa namna ya kufanya hiyo, kutumia hizo AI, anaweza kufanya vizuri kabisa. Leo kuna waandishi wa habari, siwezi kuwasema, ninafurahi sana mwandishi, simtaji jina kwa sababu ataona nimemweka taarifa zake hewani. Leo anaandika habari za Kiingereza, zinakwenda kwenye gazeti zingine na zinatoka, na alikuwa hajui Kiingereza, hajawahi kusoma Kiingereza. Ni kwamba ana akili ya kutumia hiyo artificial intelligence kutengeneza habari ya Kiingereza. Na ukiangalia story, ukiisoma, kiukweli ni story ambayo mhariri wake anatumia masaa machache sana kuedit ile story. Anasema bwana, unaona Victor, nimepeleka habari newsroom ya Kiingereza. Anatembea na hilo gazeti, anasema hii hapa, ona habari ya Kiingereza imetoka na nimeandika mimi. It's a proud ameweza kutumia kwa kwamba yeye yasoma sana. Robert, nashukuru. Asante sana Victor, kwa contribution hiyo. Kutokana na kwamba hamna mtu mwingine ambaye amenyosha mkono anataka kuchangia, kiukweli bado ni muhimu sana kuwa na mafunzo ya waandishi wa habari, hususani katika matumizi ya AI. Tech and Media Convergence tulifanya utafiti juu ya matumizi ya artificial intelligence nchini Tanzania, na ukiangalia kwenye profile tweet ya kwanza kabisa iliyokuwa pinned ni report hiyo, na imeonyesha kuwa 95% ya waandishi wa habari wako tayari kujifunza juu ya matumizi ya artificial intelligence katika kazi zao. Na kwa kumalizia, ninapokuwa nikiwashukuru na kuwapa walau dakika moja kuzungumza na kuhitimisha mjadala, tunaona swali tu la kumalizia mjadala, je, tunadhani tuko mbali sana kuwa na artificial general intelligence, ya kwamba kuwa na uwezo ambapo tutakuwa na akili mnemba yenye uwezo wa juu kabisa, na inaweza ikafanya mfano kuandika habari na hata ikawa na hii ladha ya binadamu? Karibu Jacqueline, unapokuwa unahitimisha walau kwa sekunde 30 ili tuweze kuhitimisha mjadala. Jacqueline, karibu. Asante, nashukuru. Mimi sidhani kama AI inaweza bado ikaendelea kuwa na ile ladha ya kibinadamu. Yaani ladha yetu sisi itabaki kwenye uandishi wa habari, na AI itakuwa na ladha yake kama ambavyo ilivyo hii ya mashine. Kwa sababu pamoja na kwamba ni teknolojia nzuri na inatusaidia sana, lakini bado naona kuna ladha nzuri ambayo inahitajika zaidi kwa waandishi wa habari ama vyombo vya habari.
ili hata msomaji anaposoma hiyo taarifa anapata ladha fulani ambayo ni muhimu zaidi, ambayo imezoeleka. Japo teknolojia ni nzuri, lakini na ladha yetu pia bado ni nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani asante sana Jacqueline. No, nadhani bado tuko mbali. Kaka Mtente, karibu unapohitimisha. Yeah, Robert, asante. Mimi naamini we are almost there. Yani tupo karibu kwelikweli, kwa sababu kama tupo kwenye wakati ambao kuna AI ambazo zinaweza zikakutengenezea podcast kabisa ya dakika 30 kwa kuipa tu prompti ya topic fulani, context ya Tanzania, zungumzieni ukatili wa kijinsia, zungumzieni ukeketaji kwa Wamasai, alafu iache yenyewe sekunde chache inakutengenezea podcast ya dakika 20, watu wanajibizana. We are almost there. Mara nyingi wakati fulani mimi napenda kutumia ChatGPT kwa voice, like voice ChatGPT. Kuna wakati nikizungumza nayo topic ambayo ni sensitive, let's say kuhusiana na labda nimekwenda kwa daktari, ameniambia nina changamoto hii ya kiafya, ile sauti itakavyozungumza na mimi nikizungumza nayo topic hiyo ambayo ni emotional topic, it changes. Yani unaona kabisa hata tone inabadilika, anazungumza na mimi kwa huruma, ataniambia pole na nini. So ninachosema we are almost there. Lakini kwa kumalizia, Robert, kama nilivyosema, AI sio mbadala wa waandishi wa habari, bali ni rafiki, na wale ambao wataiembrace, wale ambao watakuwa wajanja kujifunza maarifa kila siku, ndio ambao watawin. Kama vile ambavyo tuna tools zingine, mimi huwa nailinganisha AI kama calculator, nailinganisha AI kama Excel. Excel inatusaidia sana kuanalyze data kwa urahisi, lakini sio wote ambao tuna maarifa advanced ya kutumia Excel. Wale ambao ni wakali wa kutumia Excel ndo wana prosper kwenye M&D, wana prosper kwenye financial analysis. Kwa hiyo yule ambaye ata embrace AI, yule ambaye kila siku atakuwa anajifunza vitu vipya, ana chances kubwa za kuwin hata kwenye industry ya media industry na journalism. Asante sana kaka Mtete. Kama ningekuwa ninachukua score basi ni kula moja kwa moja, na kama bado unatumia Excel kwa ajili ya data analysis, bado pia kuna tools nyingi sana kama Power BI na zingine, na sitaki tuzungumzie hilo leo. Kaka Victor, nini mawazo yako unapohitimisha? Karibu. Asante sana Robert, ni washukuru watangulizi ambao wametoka hapo. Mimi ninachokiona bado of course tunakwenda, ila huwezi kumtoa mwandishi wa habari as a human, kwa sababu nikiangalia habari za hivi punde, nikaangalia live coverage, mtu yuko kwenye mbuga na cover na mrekodi na anaongea what is happening there. Niona AI pale inachukua kama mwandishi wa habari, kwa sababu hichi kitu ninakwenda kukikava live. Kwa hiyo bado ninaona nafasi ya mwandishi wa habari na uandishi wa habari, ile human test bado itaendelea kuwepo. AI itabaki kuwa tools, kwa sababu tools nyingi huko nyuma za kiteknolojia bado zimetuacha salama, na endelea kujifunza, kuendelea kuboresha namna ya kuendelea kuzitumia. Kwa hiyo yangu ni hayo, nashukuru sana. Asante sana kaka Victor, asante sana Jacqueline, asante sana kaka Mtete, lakini pia asante sana Jenny ambaye ameondoka, na Odo kwa michango yenu na kwa namna ambavyo tumeweza kuzungumza kwa pamoja. Kwa swali la mwisho, kula zilivyopigwa au maoni, asilimia kula 2 zimesema bado, japo tunakwenda kwa kuchechemea, na kula 1 imesema we are almost there. Tuendelee keep watching the space, na huu si mwanzo tu bali ni muendelezo wa space ambazo Tech and Media Convergence itakuwa ikizifanya kila mwezi kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali. Tunaendelea kujadili mada muhimu kama hizi, na tunawalika wote kuendelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ili kushirikiana na kupata taarifa za muendelezo wa mijadala kama hii.
Pia unaweza ukapakua report hiyo ya State of AI for Media Development ambayo nimesema ni one of the report ambazo zimefanywa katika zama hizi za artificial intelligence na kuangalia matumizi ya artificial intelligence hususani katika media. Tunashukuru sana, na ndugu zangu wa Islam ambao mmefunga, tafadhali tunafahamu leo ndio ilikuwa ni weekend ya mwisho kabisa, na tunapokea mialiko kwa niaba ya ndugu zetu wa Kristo. Naombe mialiko hapo Eid Mos na Eid Pil. Baadhi yetu tumeandaa kanzu na abaya, na tumefanya mazoezi ya kukaa vyema kwenye ile mikeka ile kufinya chakula cha Mtume. Na tusahau pia sisi ni ndugu jamani, na Pasaka haiko mbali. Mpaka wakati mwingine, muwe na jioni njema na usiku mwema. Asanteni kwa kuungana nasi. Naomba huo ujumbe wa mwisho huo Odo ausikie vizuri. Tafadhali sana. Odo, hata mimi Odo ausikie vizuri kabisa. Odo, tutakuja Zanzibar sisi. Usifanye mchezo. Asanteni sana.